Nalifanya hili ili kuwafungulia macho. Ndugu zangu, nitalisema la pili. Mimi nina taarifa, sina hakika sana na ukweli wake, lakini saa hizi hakuna taarifa hata moja tutaiacha bila kuikemea. Nina taarifa kwamba ofisi ya msajili kupitia kwa mtu anayeitwa Sisti Nyahoza, msaidizi wa msajili, ndio iliyoenda kumtafuta mwenyekiti wa baraza la wadhamini wa Chadema, mama moja, sitaki kutaja jina lake kwa saa hizi, kwamba huyo mama ambaye pia ndiye mwenyekiti wa bodi ya wadhamini amefungua kesi dhidi ya Chadema akidai mgawanyo wa mali na rasilimali. Katika akili ya kawaida, huyu mama anajua yeye mwenyewe ndiye anapaswa kujibu, kwa sababu yeye ndiye mwenyekiti wa baraza la bodi ya wadhamini. Anajua kwamba rasilimali hizo, hata kama ni hii miaka ya mwisho, yeye ndiye mwenye wajibu wa kugawa rasilimali za chama baina ya Tanzania bara na visiwani, kwa sababu kwa sheria zetu, kwa katiba yetu, vyama viko katika ngazi ya kitaifa. Lakini vyama hivyo vyenye ngazi ya kitaifa, sheria za nchi zinataka organization ya vyama hivyo ikiwa na mwenyekiti bara, makamu yuko Zanzibar. Au watu miaka yote ya Chadema walikuwepo, lakini sasa kwa hila. Na hila ni nini? Inawezekana wengine hamuijui. Kwa taarifa niliyoletewa, naendelea kuifanyia utafiti, endelea kuifanyia kazi. Nitashangaa kama hiki nilichoambia ni cha kweli. Nitashangaa ofisi ya msajili ambayo kazi yake ni kusimamia vyama, ni kuilea vyama, ni kuhakikisha vyama vinaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Alafu ofisi ya msajili ndio inakwenda Zanzibar kuwaambia wao wafungue kesi, na wanataka haraka Chadema ifutwe au isimamishwe kwa muda mpaka swala hilo limalizike kisheria. Na ninavyoona lengo ni kuisimamisha Chadema ili process hii inayoendelea ya no reform no election iweze kukoma, ili chama kikisimamishwa kisiende, hata kama tutapata solution, kisiende kwenye uchaguzi, kwa sababu kwa mwaka mzima uliobaki chama kitaendelea kuhangaika na kesi. Mnajua kesi za Tanzania huwa haiishi. Sasa hiyo, kwa taarifa kama ni sahihi nilivyosema, hiyo kazi imeenda kufanywa na msajili wa vyama vya siasa au msajili msaidizi wa vyama vya siasa, mtu anayepaswa kulea vyama. Watanzania tutaendelea kuwa wapole hadi lini? Watanzania tutaendelea kuwa wapole hadi lini? Wanajua hakuna chama kingine cha siasa nchi hii ukiacha Chadema. Wanajua vyama vingine 14 ni vya kwao kwa sababu ndio waliosaidia kuvisajili. Wanajua wanavigawia hela kila wakati. Wanajua chama pekee sasa hivi kinachoweza kusimama na kupambana na CCM ni Chadema. Na kwa sababu wameona Watanzania wanaungana na Chadema yao, wenda sasa hivi ni wanachama wa Chadema au wasio wanachama wa Chadema, lakini Watanzania wanaona Chadema ndio chama pekee kitaenda kuwakomboa. Kwa hiyo wameamua kuivuruga, wameamua kuiua, wameamua kuinyonga. Sajili hana tofauti na mwanamke. Amekaa na mimba yake tumboni kwake na katoto kachanga. Anafika mpaka hata miezi 6, 7, alafu anaenda kukatupa chooni. Au anakanyonga. Au amekazaa vizuri lakini anakaua, anakatupa. Huyu msajili atakuwaje mlezi wa vyama, mtu ambaye hajali katoto kake hako ambacho amekabeba mimba? Chadema ni sasa ina miaka zaidi ya 30. Ofisi ya msajili imelea chama hicho,
leo inaingia kwenye hila ya kutaka kuiua Chadema. Tutakuwaje sisi tukae kimya? Labda inawezekana wenzangu hawajui. Sasa kwa kuwa mimi nimekaa bungeni, najua sheria, nimefanya kazi na ofisi ya msajili, najua yote yanayoendelea. Huyo mwenyekiti wa bodi nayemzungumza nimefanya kazi naye. Tena kuna wakati nilikuwa makamu mwenyekiti wa Chadema. Yeye alikuwa mtumishi wangu, namjua. Najua hata na ujasiri wake. Najua na mambo mema mazuri aliyotufanyia. Lakini namshangaa leo ghafla huyo mama ndiye anaenda kufungua kesi. Taarifa niliyopewa ni kwamba hakuelezwa hata amesaini kesi gani. Kwa hiyo wameenda kumjazia vitu ambavyo yeye hajui. Sina hakika. Nimemtafuta sijampata. Nilitamani niongee naye. Sijampata. Lakini katika vitu hivi, kwa sababu unaambiwa ukipata taarifa ambayo ni ya hatari usikae nayo. Ndio maana sikai nayo. Napiga kelele ili na yeye atoke hadharani ajitetee. Kama nayosema uongo aseme kwamba kitu halisi ni hiki na hiki na hiki, nimekosea. Mimi si Mungu. Siwezi kujua yeye alifanya nini. Mimi nachojua yeye saini yake nimeona kwenye kesi aliyofungua, na anataka kesi iende haraka, isikilizwe siku moja na itolewe hukumu siku hiyo hiyo. Hapo nadhani mtaona kwamba hamna nia njema. Lakini hayo hayawezi kufanyika kama hakuna mkono wa ofisi ya msajili, na kwa uzoefu naamini kabisa hata msajili hawezi kufanya hivyo bila mkono wa rais wa nchi, kwa sababu ofisi zetu ni za kuamrishwa. Sasa jamani, nikaeje kimya? Hayo yote mlioyasema ya ushamba, ya aibu, ya ushenzi yanadhihirishwa katika matendo haya ambayo ninapigia kelele sasa. Sijui kama nimekosea. Mtu yeyote anayefanya ushenzi, anayefanya aina ya ushamba wa kuiua chama kikuu cha upinzani kinachoungwa mkono na mamilioni ya Watanzania, takriban milioni 8 kama tunavyoambiwa au zaidi. Mtu yeyote anayehujumu chama kinachoungwa kwa nguvu ya serikali, huyo mtu ni shetani. Sasa kama ushetani unatokea kwa rais wa nchi na vyombo vyake na idara zake, kwa sababu sisi tuliamini ofisi ya msajili ndiye mlezi, kama sheria ya mwaka 2019 inavyosema, msajili ni baba wa vyama. Baba gani anaweza kumnyonga au kukanyonga katoto kake ndio kamezaliwa? Kanatafuta nguvu. Nikitumia lugha ninayotumia nina makosa gani kama nchi imefikia hapa tulikofika? Na tusipokemea kwa lugha kali, hata Mwenyezi Mungu atatuambia kwa nini hatukutumia lugha kali. Kwa sababu Yesu Kristo alipoingia pale Yerusalemu akakuta wafanyabiashara wanafanya kazi kwenye hekalu, nyumba ya baba yake, hakuongea na mtu. Alichukua kiboko, alipindua mmoja, akamwaga kila kitu kilichokuwa mezani, zile biashara zote akazimwaga chini. Hakuishia pale, aliwatandika mijeledi wale wafanya biashara. Sasa mimi nikitumia lugha hii natimiza, nafuata kile ambacho Mungu anataka, kwamba kwenye ushenzi, kwenye uhuni wa aina hii, bila uoga tupige kelele na tumwite Mwenyezi Mungu awafanyie kitu, hata ikiwa kibaya, au watu ambao hawatakii mamilioni ya Watanzania. Mwenyezi Mungu anyoshe upanga wake ili na wao kama wanavyotesa Watanzania, na Mwenyezi Mungu arudishe kama Yesu alivyofanyia wale wafanyabiashara. Mtaona mimi nimekuwa mkali bila sababu, lakini kwa sababu ni taarifa nilizonazo, ni taarifa ambazo labda wengi wenu hamnazo. Nina hakika mungekuwa na taarifa hizi wote mngekasirika zaidi yangu, labda mngechukua hata hatua zingine kali zaidi. Mimi angalau natumia maneno, lakini nifanye nini? Mimi ni binadamu, nina moyo wa nyama. Nikipata taarifa kama hizo za mtu kunihujumu, binadamu tumetengenezewa cha kwanza ni kujitetea.
hapa napiga kelele nijitetee mwenyewe, nitetee Chadema, kwa sababu Chadema ndio inatuletea mwanga kwa hatua ya sasa. Lakini matumaini ambayo niliyaweka yanapoenda kupotezwa kwa kauli ya kizembe kama kauli za Muliro na watu kama hawa kina Nyahoza ambao wanataka yani kuinyamazisha kama walivyomnyamazisha Lissu gerezani, na sasa wanataka kuinyamazisha Chadema, kwa sababu kwa kesi hiyo ikinyamazishwa wakiwatukiza tu alafu wanaingia mahakamani, masaa mawili watajadiliana. Aliyelalamika yuko upande wa serikali, ameiuza chama chake, pamoja na kwamba yeye ndiye anapaswa kujibu hayo maswali, lakini yeye ameshaiuza chama. Kwa maana hiyo, siku hiyo au kesho yake hukumu inatolewa, Chadema imesimamishwa, kwa sababu ndio madai yao kwenye hati ya mashtaka. Nimeisoma hati ya mashtaka, labda wengine wenu hamjasoma, kwa hiyo hamwezi kuwa wakali kama mimi. Mimi nimesoma hati ya mashtaka. Yaani wakienda kwa mwendo wa haraka, ile kesi za mwendo kasi, wakishamaliza baada ya kusikiliza pande zote mbili, hakimu au jaji kama itakuwa imesikilizwa na jaji, pale ana uwezo wa kusema kuanzia sasa nimekubaliana na ombi la walalamikaji, Chadema imesimamishwa isifanye tena kazi za siasa kwa muda fulani. Sasa ukipigwa miezi 6, unapigwa miezi 8, uchaguzi si umeisha. Kwa hiyo wala sio hiyo mali inayoangaliwa ambayo wanasema haijagawanywa, japo mimi kama katibu mkuu kwa kipindi changu chote kile ambacho kimetolewa na Chadema kwa matawi yake ya bara kilitolewa vile Zanzibar, na mimi niko tayari. Chadema msiogope kuniita kama shahidi kwenye kesi hiyo. Chadema msiogope, niko tayari kwenda kutoa ushahidi. Nimekuwa katibu wa Chadema mpaka 2015 mwezi Julai nilipojiuzulu ule usiku pale Bahari Beach. Kwa niko tayari kwenda kutoa ushahidi, lakini tutapata hata hiyo nafasi? Kwa sababu kama nia yao ni kuifuta Chadema kwa sababu wanaona inawasumbua, wataimaliza kabla hatujafika kwenye hatua hiyo ya ushahidi. Ndio maana wameomba kesi iendeshwe kwa haraka. Hicho kimenitia kichaa. Kwa hiyo sababu yangu ya kwanza ya kukutafuta asubuhi, nilikuwa natafuta mahali pa kwenda kupumulia hasira yangu. Kwa bahati mbaya nikaona hamkufungua. Nashukuru umenipigia baada ya kufungua. Mungu akusaidie na akupenda sana, kama ambavyo siku zote nimekuambia umesimamia haki za Tanzania. Labda niseme la mwisho. Ndugu zangu, tumekwisha kuwaelezea hawa watu hawana nia njema na Chadema, kwa sababu wanaiogopa Chadema ndio chama pekee tishio kwa urais wa Samia. Lazima niwaambie sasa hivi. Wilbrod, samani, kabla hujahitimisha kiongozi, nilikuwa na taarifa kidogo, lakini kabla ya kuhitimisha nilikuwa na taarifa na swali kwako pia. Endelea kiongozi, utakapomaliza uniruhusu niulize swali na taarifa pia. Baba atakaye kuruhusu ni moderator. Mimi nikimaliza nitanyamaza tu, alafu moderator akuruhusu. Mimi sina tatizo kujibu maswali. Ndugu zangu, narudia tena hili ambalo wengi wenu labda hamlijui. Mmelisikia, lakini sidhani kama kuna mtu amelifanyia utafiti. Sidhani kama kuna mtu ameenda kusoma sheria zetu. Sidhani kama mtu amemtafuta wakili ampafanulie. Hili la maadili ambalo mnalisikia, ambalo nalo chama kinaambiwa tayari, na ukisikia wanavyozungumza wenyewe ni kwamba Chadema tayari imeshazuiliwa, ambayo walitakiwa kuyasaini. Sasa mimi bahati nzuri ni wa muda mrefu,
Kwanza, haki iliyotolewa na katiba mahali popote duniani, kwenye sheria zozote duniani, haki anayopewa mtu kwa katiba haiwezi kuondolewa kwa sheria, na kama sio kwa sheria, ni dhahiri haki hiyo haiwezi kuondolewa na mamlaka zingine zote, ikiwa ni pamoja na kanuni na maadili na chochote, hati yoyote ile nyingine ambayo ni chini ya katiba yenyewe. Haki inayotolewa na katiba ni lazima iondolewe na katiba yenyewe, ambacho kama wangetaka, ndio sisi tunachoomba, turejee kwenye majadiliano ya namna ya kupata katiba mpya. Kwenye katiba mpya walete hayo, wakifanikiwa kuturidhisha, basi tuwaweke hayo masharti kwenye katiba mpya, kwamba mtu atakayekataa kusaini maadili afutwe au amejifuta. Lakini katiba haijarekebishwa, sheria haijarekebishwa, kanuni haijarekebishwa, eti chama inaenda kufutwa haki zake za kushiriki uchaguzi kwa kutumia maadili yenyewe, ambayo katika ngazi ya sheria ni ngazi ya kwanza ni katiba, ngazi ya pili ni sheria, ngazi ya chini yake ni kanuni, alafu ngazi ya chini yake ni maadili. Kwa hiyo ni ngazi ya 4 eti inafuta haki ambayo mtu anapewa na katiba ya nchi. Chini yake ngazi ya 4 inatumika kwenda kufuta hiyo haki ya binadamu. Huu ni upuuzi. Tukikubali, tutaonekana Watanzania wote ni washamba, tutaonekana Watanzania wote hatujui